baadhi ya maeneo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda ni mkubwa na wa kutia wasiwasi. Ripoti kamili na Shoaib Ibrahim. Akizungumza katika mkutano na waandishi habari, mkurugenzi wa shirika la WHO kanda ya Afrika, Daktari Mohamed Yacoub Janabi amesema mamlaka za afya zinaendelea kushirikiana kwa karibu kudhibiti mlipuko wa ugonjwa wa Ebola aina ya Bundibugyo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri wa afya Daktari Samuel Roger Kamba amesema juhudi za kukabiliana na mlipuko huo zimefua dafu kwa kiwango kikubwa na kubaini kuwa vipimo vya maabara sasa vinatoa majibu ndani ya muda usiozidi saa 24 na maabara mpya ikianzishwa katika eneo la Mongomwalo, moja ya maeneo yaliyoathirika zaidi na ugonjwa huo. Kulingana na waziri huyo, maelfu ya watu waliokutana na wagonjwa waliothibitishwa kuwa wa Ebola tayari wametambuliwa na wanafuatiliwa kwa karibu. Timu za kukabiliana na mlipuko huo pia zimepelekwa katika maeneo mbalimbali yaliyoathirika kwa msaada wa washirika wa kimataifa. Katika mkutano huo, Uganda imethibitisha utayari wake wa kukabiliana na milipuko ya Ebola. Akizungumza kwa niaba ya Wizara ya Afya ya Uganda, katibu wa kudumu wa wizara hiyo Daktari Diana Atwini amesema Uganda imefanikiwa kudhibiti milipuko 9 ya Ebola hapo awali bila kusambaza maambukizi nje ya mipaka yake. Ameeleza kuwa nchi hiyo ina mifumo imara ya kufuatilia waliokutana na wagonjwa, hatua kali za karantini pamoja na ukaguzi madhubuti katika viwanja vya ndege na maeneo mengine ya kuingia nchini humo. Uganda imeeleza wasiwasi wake kuhusu vikwazo vinavyowekwa na baadhi ya mataifa licha ya uwazi wake katika kutoa taarifa kuhusu mlipuko huo. Wizara hiyo imesema kuwa uwazi na utoaji wa taarifa kwa wakati haupaswi kusababisha wananchi wa Uganda kuwekwa chini ya vikwazo vya usafiri, ikionya kuwa hatua kama hizo zinaweza kudhoofisha ushirikiano wakati wa dharura za afya ya umma. Maafisa wa shirika la afya duniani WHO pamoja na washirika wa kikanda wakiwemo wawakilishi kutoka nchini Sudan Kusini wamesisitiza kuwa utambuzi wa mapema wa visa vya ugonjwa wa Ebola, ushirikishwaji wa jamii, ulinzi wa wahudumu wa afya walio katika mstari wa mbele pamoja na ushirikiano wa kuvuka mipaka vitakuwa muhimu katika kudhibiti mlipuko huo. Kwa sasa mamlaka za afya zinasema juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo zinaendelea huku nchi za ukanda huo zikiendelea kuwa katika hali ya tahadhari. Shoaib Ibrahim, Dunia, BBC. Na ubalozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nchini Afrika Kusini umethibitisha kuwa raia wanaotaka kurejea nyumbani wanaweza kufanya hivyo kupitia mpango wa kurejea kwa hiari unaoratibiwa na shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja Mataifa. Taarifa zaidi na Isabela Magodi. Maafisa wanaohudumu katika ubalozi wa DRC nchini Afrika Kusini wanasema jukumu lao linaishia tu kwenye kuhakiki utaifa na kutoa nyaraka za kusafiria za muda, ambapo fomu ya maombi sasa inapatikana katika mitandao yao. Mamlaka hizo zimesema kuwa ikiwa serikali ya DRC itajumuisha hatua maalum kama vile usafiri wa anga, jamii hiyo itafahamishwa mara moja. Wakongo wamehimizwa kuendelea kuwa waangalifu, kuepuka mapigano, kuheshimu sheria za Afrika Kusini na kutegemea taarifa rasmi pekee. Wakati huo Ghana tayari imeanza kuwarejesha nyumbani raia wake. Takriban Wagana 300 walisafirishwa kwa ndege hadi Accra mnamo mwezi Mei tarehe 27, likiwa ni kundi la kwanza kati ya takriban watu 800 waliojisajili kwa ajili ya kuondolewa. Mamlaka zinasema zaidi ya watu 1500 wamejiandikisha, wakitaja hofu za kiusalama, kukiwa na maandamano dhidi ya uhamiaji haramu. Mvutano huu unazidi kuchacha baada ya viongozi wa vuguvugu la March and March Movement wakiwa wametangaza kuwa wageni wote wasio na nyaraka rasmi lazima waondoke Afrika Kusini kufikia tarehe 30 mwezi Juni. Mhamasishaji wa vuguvugu hilo Sandile Dube alionya kuwa muda huo uliowekwa usichukuliwe kirahisi, ingawa maafisa wa serikali wanasisitiza kwamba usimamizi wa sheria za uhamiaji unabakia kuwa jukumu lao kuu. Ikiwa mtachagua kuandamana, fanyeni hivyo kwa amani, kwa kufuata sheria na kwa kuheshimu haki za wengine. Hakuna kero au malalamiko yoyote yanaweza kuhalalisha ghasia. Kila mtu nchini anapaswa kuheshimu sheria za nchi hii. Hakuna jambo lolote linalohalalisha vitendo vya vitisho, shambulizi la mwili, uharibifu wa mali, uporaji au vitisho dhidi ya mtu yoyote au jamii yoyote.
Siku ya Jumanne, serikali ya Malawi pia ilitangaza mipango ya kuwarejesha nyumbani raia wake wanaotaka kuondoka Afrika Kusini kufuatia maandamano yanayoendelea. Mashambulizi ya chuki dhidi ya wageni ni tatizo kubwa nchini Afrika Kusini, kwani wageni mara nyingi wanalaumiwa kwa kusababisha viwango vya juu vya ukosefu wa ajira na uhalifu. Isabella Mabodi, Dira ya Dunia, BBC. Viwanjani na Ivy Buchana. Na mashabiki hawatasamehewa kuingia na chupa za maji zinazoweza kutumika tena kwenye viwanja vya kombe la dunia kutokana na hofu za kiusalama, FIFA imesema katika mabadiliko ya hafla ya sera. Niko naye Bosha Nyanja Junior, karibu Bosha. Kanuni rasmi za uendeshaji wa viwanja hapo awali zilieleza nami bila shaka chupa tupu za plastiki za wazi na zinazoweza kutumika tena zenye ujazo usiozidi lita 1 zinaweza kuingizwa uwanjani mwisho, lakini zikiwa zimesalia siku 7 tu kabla ya mashindano hayo kuanza mnamo Juni 11, chupa pamoja na vikombe, mitungi na makopo yamepigwa marufuku, huku FIFA ikisema hatua hiyo kupunguza hatari ya majeraha yanaweza kusababishwa na mashabiki kurusha vitu hivyo kama silaha. Mashabiki wataweza kununua maji ndani ya uwanja na FIFA imeahidi kwamba bei haitazidi viwango vya kawaida vya vinywaji hivyo. Mabadiliko haya ya ghafla yamefuatia maonyo kutoka kwa wanasayansi kwamba hatua za FIFA za kukabiliana na joto kali kwenye mashindano hayo hazitoshi, na huku viwango vya joto katika viwanja 14 kati ya 16 vya wenyeji vikitazamiwa kuvuka viwango vya hatari. Kwengineko, Manchester City wanatafakari kuchukua hatua za kisheria baada ya mgombea urais wa Real Madrid kuahidi kumsajili mshambuliaji wao Erling Haaland. Enrique Ijueme, mfanyabiashara mkubwa wa nishati mbadala anayechuana na rais wa sasa Florentino Perez kuwania nafasi hiyo, alionyesha jezi ya Real Madrid yenye jina la Haaland alipokuwa kwenye runinga siku ya Jumatano na kusema, nami namnukuu, ana kipengele cha kuondoka na angependa kujiunga na Real Madrid. Nikichaguliwa kuwa rais, atacheza Real Madrid, mwisho wa kunukuu. Kukanusha kwa haraka kulitokea katika taarifa ya pamoja ya baba yake Haaland na wakala wake kabla ya klabu ya Manchester City kutupilia mbali madai hayo. Enrique pia ameahidi kumsajili kiungo wa City Rodri, akiongeza, namnukuu tena, ni mchezaji mzuri katika nafasi ya Real Madrid, tunahitaji kuimarisha. Tumezungumza na wakala wake, lakini tunaheshimu klabu yake, lakini nikiwa rais atacheza Madrid, nitafanya kila linalowezekana, mwisho wa kunukuu Ijueme. Bosha, tunachoweza kufahamu kinaendelea katika uchaguzi wa Real Madrid ni kwamba Harry Kane amempa changamoto Perez katika uchaguzi huo, ikiwa ni kwa mara ya kwanza kabisa katika kipindi cha miaka 20 ambapo Perez hagombei bila mpinzani kufuatia misimu miwili ambayo klabu hiyo haijatoa taji lolote kubwa. Mgombea huyo mwenye umri wa miaka 37 anaendesha kampeni ya kutoa zawadi na ofa kubwa, ikiwa ni pamoja na ahadi ya kujenga mji wa wanachama kwa ajili ya mashabiki wa klabu hiyo katika eneo linalozunguka uwanja wa mazoezi utakaohusisha mabwawa ya kuogelea, viwanja vya mchezo wa padel na uwanja wa mpira wa kikapu. Pia amependekeza kupunguza ada ya kila mwaka ya wanachama kwa hadi 50% ikiwa timu hiyo haitashinda ligi ya mabingwa Ulaya msimu ujao. Riquelme pia anapinga uamuzi wa Perez wa kumfanya Jose Mourinho kuwa kocha wa klabu hiyo. Uteuzi huo unaweza tu kuthibitishwa rasmi ikiwa Perez atashinda uchaguzi huo. Nikamilishe na tennis. Alina Sabalenka ameondolewa mapema zaidi kwenye michuano ya Grand Slam tangu mashindano ya French Open ya mwaka 2024 ambapo pia alipoteza katika hatua ya robo fainali. Alina Sabalenka hataweza kukiri jambo hili, lakini kuna hisia kwamba fursa nyingine adhimu ya kukuza himaya yake ya mafanikio imemponyoka mikononi mwake jijini Paris. Mchezaji huyo namba 1 duniani ameachwa akibubujikwa na machozi baada ya kipigo cha unyonge cha seti 2-1 kutoka kwa Diana Schneider wa Urusi katika hatua ya robo fainali ya French Open. Mwisho wa makala ya spoti, ni kushukuru sana Bosha. Jina langu mimi ni Ivy Buchana. Imetimia saa 1 jioni saa za Afrika Mashariki.
Mashariki. Unasikiza Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Taarifa kwa leo hii: makubaliano baina ya Israel na Lebanon yanaendelea kuibua maswali, huku kiongozi wa kundi la wanamgambo wanaounga mkono na Iran, Hezbollah, akisema makubaliano yoyote kati ya Lebanon na Israel ni sawa na kusalimu amri. Takriban raia wa Palestina 11 wauawa, ikiwa ni pamoja na wanawake na watoto, huku makumi wakijeruhiwa. Ziara ya siku 3 ya Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan nchini Urusi endelea, ikilenga kuimarisha ushirikiano wa Tanzania na Urusi. Na mapigano yanaripotiwa kuendelea usiku kucha katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, kati ya makundi hasimu ya kisiasa kabla ya maandamano yaliyopangwa kuchelewesha uchaguzi. Hii ni BBC. Msikilizaji, naendelea kusikiliza Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Leo uko nami Halima Nyanza na mwenzangu Sarafina Robi. Msikilizaji, nawe pia unaweza kushiriki katika matangazo hayo kwa kutuma ujumbe mfupi kama alivyofanya Julius Alfred. Huo unatoa pole kwa mashambulizi yanayofanywa na Israel. Maneti Magongo Kione wa Iringa unaotaka Umoja wa Mataifa kuhakikisha amani inarejea Mashariki ya Kati. Maweji Robert wa Jinja, Uganda, unasema unatupata vizuri kupitia matangazo haya kutoka BBC Swahili. Geoffrey Mira Marambo wa Mbeya, Tanzania, umeguswa na taarifa kuhusiana na mzozo wa Mashariki ya Kati. Na tukisonga mbele, serikali ya Tanzania imesema kuwa hatua ya kamati mbili za bunge la Ulaya kupitisha mapendekezo kuhusu mpango wa ushirikiano wa maendeleo kati ya Tanzania na umoja huo ni sehemu ya taratibu za kawaida za kibunge na si uamuzi wa mwisho. Hapo jana kamati ya mambo ya nje na kamati ya maendeleo za bunge la Ulaya zilipiga kura kuzuia kuidhinishwa kwa msaada wa fedha za kimaendeleo kwa ajili ya Tanzania. Katika kura hiyo, ngazi ya kamati, kura 81 ziliunga mkono na kura moja ilipinga. Taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje na Ushirikiano imesema uamuzi uliofikiwa Juni 3 mwaka 2026 katika ngazi ya kamati hauwezi kutafsiriwa kama msimamo wa mwisho wa Umoja wa Ulaya kuhusu uhusiano wake na nchi hiyo. Serikali ya Tanzania imesisitiza kuwa uhusiano wake na Umoja wa Ulaya bado uko imara na kwamba hatua hiyo ni sehemu ya mchakato wa kawaida ndani ya bunge la Ulaya. Na kutaka kujua zaidi juu ya hatua hiyo ya kamati hizo za bunge la Ulaya, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa na diplomasia Godwin Konde. Pale ambapo pande moja ambayo mnashirikiana nayo inatoa kauli au msimamo wake juu ya jambo fulani, diplomasia inaelekeza kujibu kwa maneno, kwa maandishi, kwa kutoa tamko, hata kukaa kimya pia inaweza kuwa ni jibu moja kwamba labda ameridhika au hapjali na kile ambacho kimetolewa. Kutokana na kwamba Tanzania ndio ilikuwa ni ajenda kuu na mpaka wamepiga kura kuonesha kwamba wanayo nia ya kufanya hilo ambalo wamelielezea watalifanya, imekuwa ni wajibu wa serikali ya Jamhuri ya Tanzania kutoa tamko hilo ambalo wanawapa majibu wananchi kama njia mojawapo ya kuwapa tumaini, kujiandaa pia kisaikolojia, labda kuna magumu ambayo yanaweza kuja kupatikana baadaye kama azimio hilo litaenda kupitishwa baadaye na vyombo vingine vya Umoja wa Ulaya ambavyo vinaweza kuja kuleta ugumu katika utendaji kazi wa kila siku wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tayari katika siku za nyuma kamisheni ya Umoja wa Ulaya ilishawahi kusitisha kiasi cha euro milioni 156 kutokana na shinikizo la bunge. Sasa tukiangazia historia hiyo, hali inaweza ikajirudia kwa sababu historia inaonyesha kwamba mengi ya maazimio ambayo bunge la Ulaya limekuwa likiyapitisha, tena idadi kubwa ya kura kama ambavyo imefanyika kwenye swala hili, mara nyingi ni ngumu sana kwa kamisheni ya Umoja wa Ulaya kwenda kinyume na hilo. Na ndio maana mara nyingi tunasisitiza kwamba serikali husika inayo haja ya kutafuta njia thabiti walau ya kuadresi baadhi, hata kama ni machache, ya yale ambayo yanaonyeshwa kwamba ni kipaumbele ambayo kingepelekea labda wakaweza kutafakari upya maamuzi yao. Kwa hiyo sioni kwamba wanaweza kurudi nyuma, kwa sababu bado nia thabiti ya kuweza kuyafanyia kazi yale ambayo wangependa afanyiwe kazi haijaweza kuonekana moja kwa moja. Kwa kiasi gani Tanzania inategemea msaada wa kifedha kutoka Jumuiya ya Ulaya? Bajeti ya Tanzania haijitoshelezi kwa 100%. Tunaona kuna kiwango kikubwa sana zaidi ya 40% ambayo inahitaji misaada kutoka nje ya Jumuiya ya Ulaya. Imekuwa mmoja mshirika mkubwa katika kuwezesha serikali ya Tanzania kuweza kutekeleza majukumu yake. Sasa vitisho hivi vya kukatisha msaada au kuweka vikwazo hata vya kupata mikopo yenye masharti nafuu, maana itailazimisha serikali ya Tanzania aidha kubana matumizi yake au kutafuta vyanzo vingine haraka vya fedha au
kutafuta washirika wengine ambao wanaweza kulikava hiyo pengo ambalo linaweza kutokana na athari za msaada huu kama utafikana kuletwa. Unadhani hii ni hatua pia ya Rais Samia ambapo kwa sasa tunamuona yuko ziarani nchini Urusi, hii inaweza ikawa ni mojawapo kupata labda njia mbadala iwapo wengine kutabana? Ni katika namna ya kujipambanua upya kwa sura ya Tanzania ambayo imechafuka kutokana na kile ambacho kimetokea mwaka jana, kwa sababu baada ya yaliyotokea Tanzania imekuwa ikinyoshewa vidole kama taifa ambalo limetoka kwenye misingi yake. Kwa hiyo kwenye ziara hii ambayo amefanya nchini Urusi, kwanza ni hatua ya awali kabisa ya kuikata ile nchi kuonyesha kwamba bado inaweza kuendelea kuaminiwa au ikafanya mashirikiano, lakini vile vile ni kwanza kutilia mkazo sasa na mashirikiano ya mataifa ya mashariki ambayo Tanzania ilikuwa haijapa kipaumbele sawa na mataifa magharibi ambayo imekuwa ni mdau mkuu wa maendeleo ambayo tunakutana nayo kwa kipindi kirefu. Turejea hii kura ambayo imepigwa katika bunge la Umoja wa Ulaya. Kura hii imepigwa kwa kura 81 dhidi ya kura 1. Matokeo haya unadhani yanadhihirisha nini kuhusu jinsi hali ya kisiasa na rekodi ya haki za binadamu nchini Tanzania inavyochukuliwa na Ulaya kwa sasa? Kwamba wenzetu bado wako macho, yaani kama sisi tumefumba macho, manake mataifa ya nje bado yanaona, bado yanapenda hatua ichukuliwe katika kuhakikisha kwamba kile ambacho kimetokea haki yake kwenda itaisha, kana kwamba hakuna mtu wa kuchukuliwa hatua. Marekani kwa mfano hapo juzi kutoa katazo la baadhi ya maafisa wa serikali kusafiri, unaona mwendelezo kwa Ulaya kufanya hayo, na huenda kaja katokea tena jumuiya nyingine ambazo tumekuwa na ushirikiano mazuri, lakini sasa zinatamani serikali ya Tanzania pamoja na vyombo vyake walau kuonesha nia ya dhati na ya msingi kabisa ya kuhakikisha kwamba haki inatendeka. Nini kifanyike ama hatua gani kuinusuru bajeti ya taifa iwapo labda kama tulivyoona hivyo nchi hizo za Umoja wa Ulaya ama nchi nyingine za wafadhili zikikata misaada? Nadhani kikubwa cha kwanza ni serikali kupunguza matumizi yasiyo lazima, basi iweze kufikiria kuyabana, kwa sababu ya changamoto hizo hatukujiandaa kama nchi kukutana na vikwazo hivi ambavyo tunavikuta kwa sasa, lakini vile vile kuanza kuelekea mataifa mengine ambayo labda hatukuyapa kipaumbele kikubwa sana katika ushirikiano, kama hivyo wamekwenda Urusi kwenda kuangalia tutakuwa na mashirikiano gani na nchi kama India, Brazil na nyinginezo ambazo zinaweza labda zikafikiria nazo kuongeza misaada au maeneo ya ushirikiano ambayo yalikuwa nayo huko awali. Ni mchambuzi wa masuala ya siasa na diplomasia Godwin Gonde kama alivyozungumza na mwenzangu Halima Nyanza. Na tukisalia papo kwenye masuala yanayofungamana na Tanzania, ni kuwa ziara ya siku 3 ya Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan nchini Urusi inaendelea. Ziara hii inalenga kuimarisha ushirikiano wa Tanzania na Urusi katika sekta mbalimbali za kimkakati zikiwemo biashara na uwekezaji, elimu, sayansi na teknolojia, nishati, madini, kilimo na miundombinu, kwa mujibu wa Ikulu ya Tanzania. Sasa Hamid Abubakar amezungumza na Balozi Mende Kasiga. Tuko hapa Urusi kwa malengo maalum ya kufanya ziara, ni ziara rasmi ya serikali ya Mheshimiwa Rais Samia katika kipindi chake hichi cha awamu ya pili toka alipoingia madarakani. Kwa kweli ni ya historia, kwa sababu haijawahi kutokea rais aliyokuwa madarakani akafanya ziara ya kitaifa. Kwa hivyo inalenga kuendeleza mahusiano mazuri yanayojengeka kwenye upande wa diplomasia, lakini pia ushirikiano na mshikamano uliokuwepo kati ya mataifa yetu haya mawili, Tanzania na nchi hii ya Urusi. Kwa malengo yetu ni kuendeleza uhusiano mzuri wa diplomasia kati ya hizi nchi zetu mbili ambao umedumu kwa miongo takriban 6 sasa. Na mmezungumza vizuri ukisema hii ni ziara ya kihistoria. Urusi ndio nchi ya kwanza kwa Rais Samia kutembelea nchi ya Afrika tangu uchaguzi ulipomalizika. Ni kwa nini taifa la Urusi, Balozi? Sio nchi ya kwanza kutembelea tangu uchaguzi, lakini kwa nini ziara ya kitaifa sasa? Nadhani ni mpango ambao ulikuwa muda mrefu na kutokana na ratiba kuingiliana, kwa sababu ziara ya kitaifa inahitaji utayari na uwezekano wa ratiba kwa pande zote mbili. Kwa hivyo leo imekuwa baraka kwamba imefanikiwa, lakini ilikuwepo kwa muda mrefu, lakini kwa sasa inaonyesha dhahiri kabisa kwamba kwanza kwa mwaliko kutoka kwa mwenyeji wake, lakini pia kwa uwezekano wa safari
wa ziara hii kufanyika, ambayo ni ya ngazi ya juu kabisa ya kidiplomasia ambayo nchi inaweza ikatembelea nchi nyingine. Na katika hii ziara, je, kuna mikataba yoyote muhimu ya kibiashara ama kidiplomasia ambayo yameweza kuafikiwa kati ya nchi hizi mbili, na pengine kama ndio ipo, ni inahusu nini hasa na ni katika sekta zipi? Malengo makuu ya ziara yapo yamefikiwa. Mara nyingi tunasema ni kuendeleza sekta za ushirikiano ambazo sisi na Urusi tumekuwa tukishirikiana kwa muda mrefu, lakini sasa tunataka tunyanyue yale mahusiano kwenda kwenye ngazi nyingine. Kwa hiyo tulikuwa na vipaumbele kama elimu. Kwa hiyo mojawapo ya mikataba ambayo imesainiwa ni kwenye upande wa nyanja ya elimu, lakini pia kwenye sekta nyingine kama nishati. Mazungumzo bado yanaendelea, lakini tunaona wenzetu wana utaratibu tofauti na utaratibu wetu wa kidiplomasia. Kwa sasa katika yale mazungumzo ambayo yameendelea baina ya nchi mbili, basi pembezoni kumekuwa na wataalamu kukutana kwa ajili ya kuangalia namna gani bora ya kuendeleza ushirikiano. Lakini kwenye upande wa biashara na uwekezaji pia ni eneo kubwa ambalo linaenda kuangaliwa kwa Mheshimiwa Rais kuhudhuria kwa mara ya kwanza jukwaa kubwa la uchumi la SPIEF, ambapo atahudhuria jijini St. Petersburg hapa Urusi. Na sasa ukizungumza kuhusu uhusiano, Tanzania itasawazishaje uhusiano wake na Urusi na pia vile vile kuangalia uhusiano wake na washirika wake wengine katika baadhi ya mataifa mengine? Ukisema kusawazisha, nadhani sio neno zuri. Labda tunaendelezaje uhusiano wetu baina ya Urusi lakini pia baina ya mataifa mengine. Kama unavyojua, kihistoria Tanzania ni nchi ambayo inapata siasa isiyofungamana na upande wote. Sera yetu ya mambo ya nje inayotuongoza kwenye kushirikisha wadau mbalimbali wa maendeleo ndani na nje ya mipaka yetu. Kwa hivyo kwa miongo 6 sasa toka baada ya uhuru, sisi tumekuwa tukijikita kwenye siasa ya mambo ya nje ama sera ya mambo ya nje isiyofungamana na upande wote. Lakini tangu Mheshimiwa Rais Samia alipoanza kipindi chake cha uongozi, yeye amejielekeza zaidi kwenye kuipa kipaumbele sera ya mambo ya nje, akiegemea zaidi kwenye kushirikisha wadau mbalimbali. Na kwenye hotuba yake ya kufungua mwaka huu 2026 alizungumza na mabalozi wanawakilisha nchi mbalimbali hapa nchini kwetu Tanzania, na aliwaambia kinagobaga kwamba yeye anaamini kwamba bado tunafuata misingi yetu ya zamani ama ya kihistoria kutofungamana upande wote, lakini tunaenda kwenye mazingira ya sasa ambapo tuta engage kila upande ama tutawashirikisha wadau wa pande zote, wakati tunaendeleza uhusiano wetu mzuri uliodumu kwa miongo 6 wa diplomasia na nchi ya Urusi. Pia tunaendelea na mataifa mengine na kuendeleza uhusiano. Na huyo ni Balozi Mindi Kasiga kama alivyozungumza na mwenzangu Hamida Abubakar kuhusu ziara ya Rais wa Tanzania Samia